wewe ujitengeneze kuwa bora, ukifika nyumbani. Wakati uko darasani kuna zile homework kwa nyumbani nafanya tuwe bora darasani. Lakini sio organizaji, maana yake zile sini ambazo tunazishinda tunaenda nyumbani kufanyia mazoezi hizo sini. Kama ndio wewe utakuwa mwigizaji mzuri. Hiyo ndio kitu cha kwanza. Kitu cha pili, mwigizaji mzuri anajua namna ya kusikiliza na kutenda. Anajua namna ya kusikiliza na kutoa katika uchezaji wake. Nimegewa sini yangu, lakini sini nimeisikiliza, lakini baada ya kuisikiliza nimeenda kuifanyia hapa mazoezi. Hiyo kitu cha pili. Kitu cha tatu, huyu mtu anajua kutumia vitu binafsi ambavyo yanayo. Kila mtu Mwenyezi Mungu amempa kitu chake cha upekee sana. Yaani Mwenyezi Mungu kila mtu amempa kitu chake. Mwingine amegewa bezi, mwingine amegewa sauti nyembamba, mwingine amegewa anaongea kwa kigugumizi. Hiko ndio kitu chako special ambacho Mwenyezi Mungu wewe amekupa nacho. Na hiyo kitu kikitumia vizuri ukinacho. Kuna watu wamejua kutumia vitu vyao binafsi, leo tunaona wana trend katika mitandao. Unajua kutumia, wewe unajua nini